mchungaji anafaa kukuja kutumisha na kile ametuma nacho. Tutafungulia siku nyingine. Bwana asifiwe. Lakini Kristo akakuongoze na ongoze nyayo zako, na Kristo akakujalie neema. Kile tunachotaka ni neema tu. Kristo atujalie neema, atujalie financial grace, atujalie potential grace. Maana kuna vitu vingine tunafanya potential ni kama inapungua. Praise the name of the Lord. Atujalie that grace. May God increase grace in our life. All we need is grace. May God increase grace in our lives. Ni utukufu wa jina lake. Usikose lolote. Kikapu chako cha unga kikajana kifunike. Chupa chako cha mafuta kisije kikakauka. Kristo akuzidishie neema. Amani ipatikane kwa nyumba yako. Watu wasemange kwa fulani kuna amani nyingine yenye hatutarajii. Because we serve the living God. Mitego yote itawekwa mbele yako ikaondoke. Milango ikafunguke mbele yako. You don't need to knock ndio ifunguke. What says that favor wafungue milango. Kristo left on the mountains before you. Every gate yenye itasimama mbele yako ikavunjike. The last lions yenye tunaitanga obstacles ikavunjike. In the mighty name of Jesus. Na kila mitego wataweka hii wiki yote ikasambaratike. Na roho ya madeni yenye imetufurika yote ikateketee na moto. Na aibu zenye wanapika nyuma yetu zote zikateketee na moto. Maana maandiko inasema he will not put us to shame, nor will he forsake us. So any shame defect in hell yote ikateketee na moto. Milango yenu miguu yetu ikawake moto. Popote tutakanyaga tukamiliki. Biashara zetu zikainuke. Matumbo zetu zikaflow rivers of life. Mifuko yetu isije ikakauka. May we increase day after day. May God's favor increase in our lives. Tukaflourish kama miti ya mitende. Maana sisi ni kama miti ambayo imepandwa kando ya maji mengi, na matawi yetu hayatanyauka. Tutazaa in season and out of season. Wakati wa ukame tutakuwa na matunda. Wakati wa mvua tutakuwa na matunda. Matawi yako isije ikanyauka. Hata moja isije ikapigwa na jua. Tutapita katikati ya miale ya moto na tutanuka moshi. Praise the name of the Lord. Yote katimie kwako wiki. Kristo aende akatimize neno lake. Kristo alifuata neno akalitimize. Ni utukufu wa jina lake. Because we are great. We were called to be great. Do not be discouraged. You are a great person. Do not be discouraged. Wewe ni mtu wa mtende. You will flourish. Hata wakati kunaonekana ni kugumu, you will flourish. Hata wakati inaonekana itatimia, you will flourish. Kristo akapasue miamba ukunywe maji ndani jangwa. Baba akapasue hiyo miamba ukunywe maji. Wakati kunaonekana hakuna njia, akapasue bahari ukapite. Watu wasije wakacheka. Maadui zetu hawatapata kitu ya kutuchekelea. Hawatacheka hata kama ni usiku, wakiachilia maneno yao ya uovu. Vile wanafuatishana na kicheko, watapata na radhi hawatacheka. Wakati watainena waende wakacheke, na radhi ikachomoke iwapasue. Utukufu wa jina la Baba. Kristo akakubariki. Baba akakuzidishie neema. Kristo akakuinue. Baba akakupande kama the release in the field. Zenye Solomoni kwa utukufu wake atawahi kuwa kama hizo. Baba akakubariki. Kristo akakuinue. Kristo akakuinue. Sijui mbona nasema hivyo. Na Kristo akafuata neno lake na alitimiza. Hivyo ndivyo naweza sema. Do not be discouraged. He will make a way for you. God will make a way. Mungu lazima atatengeneza njia. Atashuka wakati unaona unazama, maana hautaangamia.
sababu ya masaa tutafunza kidogo tu, na jina la Bwana lifanye nini? Litukuzwe. Wiki hii nataka upande, unajua kupanda? Panda kile chote kilichoshema in the name of Jesus. Hallelujah. Nikwambia wale walipewa pampu za kupampu nini? Pressure, Mungu akuondolee in the name of Jesus. Ya kuondolee kabisa in Jesus name. Ndio upate nafasi nzuri ya kutafakari na kupanda. Kumbuka apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hallelujah. Kumbuka maisha ni roho. Maisha ni roho iliye ndani ya mtu. So panda hii wiki, panda in the name of Jesus. Panda kabisa. Panda in Jesus name. Panda mema hii wiki. Panda maploti in the name of Jesus. Kama utapanda kukubalika in the foreign land, panda hiyo huko Australia. Na ukienda utukumbuke. Praise the name of the Lord. Amen. So pandeni yaliyo mema ndugu zangu hii wiki. Apandacho mtu ndicho atavuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Panda mema yote ambayo unaweza panda. Panda manyumba ndugu zangu. Panda mabiashara makubwa in Jesus name. Itakuwa hatia sana tutoke kwa hii dunia tukiwa maskini. Na Yesu alifanyika maskini ili sisi kupitia tupate kuwa matajiri. Itakuwa ni hatia tukiondoka kwa ulimwengu huu tukiwa hatuna chochote. Na mtu mwema anaachia watoto wake urithi. Lazima tuwaachie watoto wetu urithi in Jesus. Wengine wakihesabu matingatinga na maplot, hata hao wako nazo, na wako na hiyo roho ambayo huwezi ondolewa kwao in the name of Jesus. Maana uliwatafutia, sitakuwa baraka tele. Maana uliwatafutia hiyo roho. Maana utakuwa umewatafutia hiyo roho. Naye Mungu ni mwaminifu. Nikikuwa kila kitu gusa hiyo kwa amuka, usiniangushie. Tuambie kuja pande kidogo. Ya finya shika finya. Finya ingi. Thank you Jesus. 1 Corinthians chapter 1. Nataka tuone kitu kidogo pale kwa muda mfupi sana. 1 Corinthians chapter number 20. Chapter 1 verse number 20. Chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 20. Wakuabudiwa Jehova, wakuabudiwa Jehova, wakuabudiwa Jehova, Mungu aishiye, wakupewa sifa Jehova, wakupewa sifa ni Jehova, wakupewa sifa Jehova, Mungu aishiye. Mimi sina Baba yangu wakuabudu ila ni wewe, Yesu ni wewe Jehova. That is 1 Corinthians chapter number 1 tuanzie 18. Anasema, for the message of cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. 19 akasema, for it is written in Isaiah 29:14 ya kwamba I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Akauliza 20 mahali tulikuwa tunaanzia, where is the wise? Where is the scribe? Where
is the disputer of this age. Has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. For Jews walitaka nini? Aside. And Greek nao wakatafuta wisdom. But we preach Christ crucified. To the Jews akakuwa ni stumbling block, and to the Greek akakuwa foolishness. But to those who are called like you, both Jew and Greek, Christ the power of God and the wisdom of. So the wisdom about nataka ni here, the wisdom here hapa basi ya mwisho ina present Christ. Hallelujah. Zile ma wisdom zingine ambazo zilikuwa zinatafutwa na watu na those understandings zote zilianguka, maana watu walimtafuta Mungu kupitia kwa hekima zao, lakini maandiko inasema hawakumpata. Hear this message of the cross ambao Wakristo na wale wengine waliona is a foolish thing. Hallelujah. Jina ilikuwa imebeba hekima ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So the wisdom of the world, the understanding of the world, asiwezi zikafanikisha mtu. Hallelujah. The wisdom of the world and na ile understanding ya dunia haiwezi ikafanya mtu akafanya nini? Akaprosper. Maana watu kuwa wanaangalia zile wanaita the facts. Na maandiko kwa Mungu hiyo inakuwa ni kutafuta the truth, lakini dunia nayo inatafuta the fact. The wisdom of God inasema with God all things are possible, na hakuna kisichowezekana kwake. Nayo hekima ya nani? Za dunia without a God Father will survive. Lazima uwe na God Father somewhere. Praise the name of the Lord. Amen. That is the wisdom ya dunia. Ndio ile ilitumiwa na ule mtu alikuwa pale kwa pool Siloamu, si mnakumbuka? Sina mtu kunitupa kwa maji, malaika anatibua ile maji. Lakini with the wisdom ya dunia, mimi sina mtu wa kunisika mkono. Pia jirani hiyo kilio si ya kwako. Ambia hiyo si kilio ya kwako. Hauhitaji mtu ama hauhitaji mtu to become a millionaire. Praise the name of the Lord. Amen. Just the wisdom of God. So here the wisdom of God is Christ Jesus. Si tumcombine na maana maandiko na tafsiri yangu na ingine tumcombine na Proverbs chapter number 4 verse 5. Sasa kolosoma tulikuwa nataka kusoma na Kisungu kidogo leo. Inasema jipatie hekima. Jipatie ufahamu. Jipatieni hekima. Who is this wisdom? Kumbe mmekuwa wanafunzi wazuri.
Sasa twende pole pole. Inasema hivi. Soma na Kisungu. Get wisdom. Get wisdom. Get understanding. Get understanding. Do not forget my words. Na usisahau neno langu. Or turn away from them. Na usiondoke mbali na hiyo maneno yangu. Do not forsake wisdom. Iko kwa hiyo tu nini skill mtamkia ama umeenda chini? Nimeenda 6. Usiende haraka. Hiyo inaanga haraka. Praise the name of the Lord. Soma na Kiswahili. Ona soma na Kisungu twende. Jipatie hekima. Jipatieni hekima. Jipatie ufahamu. Jipatieni ufahamu. Usisahau. Na usisahau. Wala usikatae maneno ya kinywa changu. Wala usikatae maneno Ya kinywa changu. za kinywa changu. I will raise the poor to reach him Prince of his people. to the peace of his people. Hiyo ni maneno yake. Hallelujah. Amen. Badala ya aibu nitakufika Heshima. heshima. Hiyo ni maneno yake. Simuseme ingine. I will give you honor before men. Nitakuheshimisha mbele za watu. With the wisdom of, so jipatieni nani? Ndugu zangu tujipatie nani? Wisdom, that is Christ. Hallelujah. Tuteremke hapo chini. Hapo chini soma. Do not forsake wisdom. Do not forsake Christ. Do not forsake wisdom. Twende. And she will protect you. The wisdom will protect you. Tikisenti. Ndio kwa sauti ya kupenda, ya upendo. Mwambie do not forsake. Utingize. Hey, mwambie hey. Do not forsake wisdom. Mwambie do not forsake the wisdom. Mwambie the Christ. The wisdom of this dunia itakuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. The wisdom ya hii dunia itakuweka chini. But do not forsake the wisdom. Twende. Love her. Mwambie mpende. Twende. And she will watch over you. She will watch over you. So the wisdom, he will watch over you. So uhitaji kustuka. Utaendaje wakati wa siasa? The wisdom will protect you. Bwana Yesu asifiwe. Utaendaje kwa hii economy kukienda hivi na hivi na hivi? Do not fear. The wisdom will protect you. Najaribu kwa mwalimu, twende. Soma. The beginning of wisdom is this. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Pata Kristo. Though it costs all you have. Though It costs all you have. it costs that you have. Maana zile yote ya dunia utamwaga. Itakosti chochote uko na. Twende. Get understanding. Na upate kumuelewa the wisdom. Cherish her. Cherish kwa Kiswahili ni hey. Kwa Kiswahili umeenda nyumbani? Tuko verse 8. Soma 8. Sema hivi. Umtukuze. Kumtukuze. Atakukuza. Atakupatia heshima. Atakupatia heshima. Ukimkumbatia. Kama utamkumbatia. Amen. Rudia kwa Kiswahili. Inasema hivi. Ikasema Umtukuze.
exalt her. Naye atakukuza. Wow. Atakupatia. And she will promote you. Today, ukimkumbatia. she will bring you honor when you praise her. Sasa ukimkumbatia, kama utamkumbatia, tunakumbuka tulitumia wisdom ya dunia kumaliza. Wewe Sera, wewe ni mkali pia. Wewe ulinipatia pipe kubwa, nilipata siku ile. Sungetafuta ile ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Ilimaliza kweli? Haikumaliza. That was the wisdom of. Sasa nipatia pipe nyingine hapa kubwa. Hebu niangalie kama nitaiona iko hapa. Kuna Mungu. Kuna kingine kembamba kako hapa. Sasa leo nipatie. Mama ndiye hiyo pipe. Lakini haikuondoa, ilikuwa hekima ya dunia. Praise the name of the Lord. Tulikuwa na Serana na Amoni. Kwani unadhania hiyo pump iliwekwa chini? Haikuwekwa. Tulitumia hii, tukafanya yote tungefanya. Tulitengeneza Amoni. Hatukutengeneza. Na Serana alikuwa ameleta ile yake kubwa yote. Hai, Serana wewe ni mnoma. Tungetafuta ile nyembamba. Ama uliona nje itaweza? Haikuweza. The wisdom of the world. Tulijaribu that wisdom. Haikutusaidia. Sasa exalt her. Ukisa exalt the wisdom that is Christ. Maana kuna vitu vingine na wapilia hii leo ambapo binadamu sisi ambao tumeokoka tuwa tunasahau Christ is all he knows. Tunaanza kwenda with our own understanding, sababu ya kuzungukwa na yale ambayo yanatuzunguka. Pigeni Elizabeth makofi mazuri. Kuna kitu ambacho tumengoja na yeye siku nyingi sana. Mimi ni mwanadamu pia. Kahekima kananikujia. Kahekima kakija na jaribu kukapambana. Na muita kwa mesa Elizabeth na vijana. Kuja tulianza kanisa na Elizabeth na huyo dada hapo. Msalimie Mandela. Hao ndio wanakulanga kichwa ya kusi. Praise the name of the Lord. Ukitaka kujua mimi nijulie kwa huyo na huyo. Hao wengine watakudanganya tu. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio tulianza kanisa na wa miaka mingi. Hawa ni marafiki wa zamani. Tulietikiwa kwa wakamwagikiwa na inaitwaje? Vumbi ya magunia. Akina walikuwa wanashuka hivi tu. Na hawakutoroka. Yaani ilikuwa inainuka hivi kwa inakuja huwa. Na angalia vile inanyesha, nasema haleluya. Ndio wasahau inakuja. Sasa hiyo naomba kimoyo. Baba, wachungaji na vijana mangumu. Baba, akiwa sio ndoge wafunge hapa. Wacha wakae hapa. Haleluya. Sasa hivi tunaenda kujenga ghorofa. Amen. Sasa tunaenda kujenga ghorofa mama. Tunaenda kujenga ghorofa kubwa sana. Yaani maridadi tu. Itakuwa na chai. Wale mnapenda chai? Siwezi kunywa chai. Nitawekea mifereji ya chai hapo. Yaani hii itakuwa ya wazungu. Na keki. Aki mimi ni Mungu nibariki. Najaribu kuona vile nitaifanya. Yaani chai itakuwa hapo hivyo tu. Na mfereji. Yaani unaamka unafungulia chai. Watoto ni vile nashindwa nitawafanya aje. Ni kama mtakuwa mnakaa kwa mfereji ya maziwa. Lakini Sterali niambia atatujota. Tutaweka mfereji ya maziwa. Si watoto peke yake. Ukitaka maziwa na kunywa ama
Kuna siku hatukuwa na hata kapapu kamaji hapa. Ama agakuwa. Praise the name of the Lord. But to be exalted, we praise the wisdom. Bwana Yesu asifiwe. We praise the wisdom. Tulikupatia kabisa the wisdom, Mandela. Saa hiyo unasikianga tukisema hapa, nitajenga nyumba ambayo itakaa helikopta juu. Siku ile hata hiyo dalili pekee haionekani. Ama Esther ndiyo inaonekana. But saa hii tunaona dalili. Emmanuel unaweka nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Once you exalt, now train your tongue to exalt the wisdom that is Christ. Kila saa unamtukuza, kila saa unamuinua. Hallelujah. Amen. Kila saa unamuinua, kila saa unamtukuza the wisdom. There is a time yeye atakuheshimisha mbele za watu. Amen. Lakini kama utaenda ukifaint, dunia vile inaenda ndivyo unabeti na wao. Wakisema hakuna biashara, wewe unasema jani, unaongea lugha yao. That is the fact. Hakuna biashara. They speak on that fact. Lakini wewe uko na truth in you. Ukiondoka nitakubariki na urudipo. That is the truth. Sihitaji dalili ya watu. Hallelujah. Amen. Kai praise his word. Na shika tu neno lake ile aliniambia. Saa ile watu wanasema ni kama utaisha. Na unajua kuna watu wanatumangwa direct na shetani. Wakwambie ni kama vile unaendelea ni kama. Bwana Yesu asifiwe. Vile ninaona mambo kwako ni kama. Hallelujah. Sasa unafungua masikio yako usikie vile wao wanasema. That is the downfall. Nilikupatianga msemo wangu kwamba sifungiangwi nje, na tumeitumia mara nyingi sana. Why we exalt? Tulijifunza ku exalt the wisdom. Kwa nini nifungiwe nje na alisema sitafungiwa? So siangalii dalili. Bwana Yesu asifiwe. In fact tunataka plot kubwa ambayo iko na parking, iko na nini? Wachana na mambo ya kanaitwa cafeteria ama nanaitwaje? Hiyo nikwambia chai nitakuwekea kwa mifereji hapo. Chana cafeteria. Iko na nyingine ya nini Kolosi uniambie? Parking hapo, mahali unaweza pigwa picha. Siku utakuwa unafanya ile maneno. Hallelujah. Na Elisha akitengeneza ya kwake. Praise the name of the Lord. Pamoja na nani? Na Miriam na wale wengine. Mwengeneza ya kwenu hapo. Mahali mnaweza kaa kwa. Mnaweza piga kapicha. Ama Elisha unaonaje? Wasiende kutafuta mbali. Hapo ndipo hivyo ama mama mkubwa unaonaje? Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mko na meeting yenu wataka kuongea tu mambo tu tunawekea nini tumyavuli hapo nje. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kitu kama hiyo in the name of. Sasa hebu angalia the dalili ukiwa hapa waangalie dalili. Angalia vizuri dalili. Unaona dalili mahali? But the confidence in us. Hallelujah. Amen. The confidence ile tunaongea nayo. That confidence tunaongea nayo inazidi ile dalili ya hiko, inazidi na inapita. Maana hapa makwaba vile wamevinyika
hii wanaenda kupata hii wapi? Na hakuna moja iko chini ya mamilioni kama 50 million, zingine wanauza 60, zingine wanauza 100. Maana kuna ombi niliweka mbele zake Mungu, nisiweke kanisa kando ya mto. Hiyo niliomba Mungu anisaidie. Sasa niko mbali kidogo hapa, kuna barabara ya nini, mto uko mbali huko, kuna watu wanaishi hapo. Praise the name of the Lord. So niliomba hiyo ombi. So nataka Mungu anipatie mahali, atupatie mahali pa barabara kubwa, si kadogo. Amen. Tujenge kitu kizuri wapi? Pale. Hey! Unaonaje? Hey. For we serve a living parties. We exalt the wisdom. Ama umesahau? Hiyo ni kwa mstari wa 8. Exalt her, and she will promote you. She will bring honor when you will praise. Ukikumbatia, usikumbatie mambo ya hii dunia na vile wanasema, itakuangusha hii itakuangusha. Ukifungua masikio itakuweka chini, na kuambia itakuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Na kueleza itakuweka chini. Usiulize Selama Monti, tukitumia hii pipe kuliendaje? Usimuulize. But ukapata watu kama wawili hao size hiyo, na ukose kuwa na Kristo, wewe utaenda. Utakaokia barabarani. Praise the name of the Lord. Na wepesi maneno yao, hayaizaki ama Mondi inaishana. Hallelujah. And that is the word. Wanaweza kujengea ghorofa na wakwambia ndio hii haki. Mama, kuna hao nuku mano na niko dumani. Bwana Yesu asifiwe. So, ukitaka kuona uende mbali, Elisha, exalt. Train your tongue to exalt the wisdom that is Christ Jesus. Atakupatia heshima. Kwetu hawajaona kile Mungu ameweka store kwa ajili yako. Bado hawajaona. Niliwapelekea tu Vaseline hapa, nimejipaka na kadinika ndaikeusi na Virginia Faith na mamake. Waliacha tukiwa watu wa kubebwa na upepo. Bwana Yesu asifiwe. Nikawapelekea hao watu wakiwa tu wamejipaka Vaseline, bado hawajaoga. Kuoga kuko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Elisa bado, si unaona nyeusi iko? Bado hatujaoga. Nikawapelekea wakiwa hivyo tu. Wazee ambao ni wa hiyo village wengine walikuwa wanalia, Kioko ni wewe. Maana siku ile nilikuwa naonekana wakufa na kuisha, nilimuinua Kristo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Hadi wakanipatia nickname. Nilikuwa na koti moja ile ilikuwa red. Na nilikuwa naenda crusade na ubiri Kristo with the power of God. Nguvu za Mungu zinatembea. Wanauliza na ule mbona asisaidiwe na huyo Mungu? Mimi kuwekelewa majini nimewekelewa. Kwenda Mombasa na sijawahi enda, lakini nawapigia picha nikiwa Mombasa. Sijui niende Mombasa ama niende Dubai. Ni wapi Pacific? Inaitwa Pacific Coast. Dubai. Iko Dubai. Naona nitapiga picha nikiwa huko.
Ndugu zangu, zile kiburi kwetu. I'm exalting Christ in your life. With God, all things are possible. Wakienda njia ya kunyang'anya watu, si kwenda hiyo njia. Wakienda njia ya kuuza mafuta na maji, si kwenda. Marafiki zangu wakiitisha 15,000 ndio waombee mtu, si kuomba mtu hiyo. I just exalted Christ. Ili kwamba niwape utajiri uliye bora. Maana maandiko inasema hata katika kifungo changu nilifanya wengi kuwa matajiri. Ndio maana nilikwambia kuna magari sitakubali ununue na niipate kwako. Wewe nialike tu na niipate hapo kwako, hiyo kutoa moshi. Utaniambia ule Kristo tulikuwa tunahubiri ni mlani. Ama mnaonaje? Lazima ununue gari moja nzuri sana ya kutisha watu. Hata kama utembei nayo. Nataka ununue wewe hapo kwa hiyo compound yako in the name of Jesus. Hallelujah. Hatuwezi enda ukanyanga dhahabu mbinguni na duniani hata kutembea juu ya lami. Tulikuwa tunatembea huku kando tukikatakata nini. Itawezekana aje ndugu zangu? Tunajengewa nyumba nzuri ya dhahabu mbinguni. Huku duniani tulikuwa tunakaa zile za hiyo mstuko. Mimi sitaki. He became poor. Hallelujah. Ili mimi niwe tajiri. Why more than now? Soma hiyo ingine. Tuko verse 9 akasema, the wisdom she will place on your head an ornament of grace. Soma kwa Kiswahili hiyo kavasi. Nasema hivi, atakupa neema kuwa kilemba kichwani. Hatakufia kilemba. Twende. Na kukikirimia kitanji ya uzuri. Maonyo kuhusu kushika njia ya haki. Tisa tu hapo ndio nataka. She will place on your head ornament of grace. Bia jina nipokea. Fanya mkono hapa juu ya kichwa chake. Mwambie nimekufika. Kilemba. Chadema. Kuanzia leo. Neema ya Bwana. Ikubebe. Ikufanye. Kile mwanadamu alisema hautafanyika. Kwa jina la Yesu. Pia Yesu makofi mazuri. Atakufia kilemba cha neema. The wisdom. That is Christ. Lakini kwanza tafuta kumuelewa. Maana usipomuelewa hautafaidika juu yake. Tulienda kuombea msichana mmoja. Tulikuwa watu watatu ambao walipresent madhehebu matatu. Kwanza anachukua mafuta. Sijui ilikuwa ni maji, si mafuta, ilikuwa maji. Ile wanaita wakamba, mtanisaidia nikiongea kama mniambie kwa lugha ya Kiswahili. Upako wao nafanya huko. Ile nini hapo mwangiwa wagonjwa huko. Si mnaijua? Sasa huyo mmoja. Huyo mwingine ni Canon. Ni rafiki yangu wa ACK. Nampenda. So tukawa pale. Huyu akampaka hiyo
ya kupakwa ya wagonjwa, na akaomba akisema malaika mpokee, na akamaliza maombi, kaingia gari yake. Alipewa 1,500, kaingia gari yake akaenda. Kanoni naye akasimama, naye akaomba kwa Kikamba. Mama anaomba, maana alikuwepo. Mama nikupatie mic. Ulikuwepo. Kuomba ile maombi ya Kanoni. Nikupatie. Mama shika kuomba maombi. Nasho unaijua. Tulikuwa na wewe. Nitakutafsiria omba na Kikamba. Tuombe. Nangai sanga Bwana, nangai beba Mungu. Mungu Baba, Mungu Bwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tokilia mwitu mkono mwako. Nainua huyu msichana mikononi mwako. Baba yakenda ni witwe kaledhalu. Naomba kama ni wetu akae aishi. Na kiadati witwe afe. Na kama si wetu afe. Hiyo ndio ilikuwa maombi. Pia mama magomi